Bwana Yesu asifiwe. Ni imani yangu kwamba umekuwa na mapumziko mazuri, na karibu tuweze kuendelea na somo letu juu ya kuzaliwa kwa Yesu na mafunzo tunayoyapata kupitia safari ya mamajusi. Tumeshapata mafunzo makuu mawili juu ya kujua mambo mengi kuhusu Kristo na Mungu, lakini pia na juu ya imani. Ametupa kielelezo cha imani. Na sasa tunataka tuone funzo lingine kuu la tatu kupitia mamajusi hawa ambao tunapata habari zao kwenye kitabu kile kile cha Injili ya Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 12, ambapo ukisoma pale unasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu zama za mfalme Herode, kwamba mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakiuliza, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Na Herode aliposikia habari hizo alifadhaika pamoja na Yerusalemu pamoja naye, na akaamua kuwakusanya viongozi wote wa kidini ya Kiyahudi ambao wanayajua mambo hayo ya kiroho na maandiko hayo, wakuwa makuhani wote, waandishi na viongozi wa watu, ili apate habari kwao na hakika za mambo hayo ya kuzaliwa mfalme wa Wayahudi. Na walipokutana wakamwambia mfalme, ni kweli, sisi tunalo tumaini hilo, tunamngoja mfalme wa Wayahudi atakayezaliwa. Akawaambia, sasa kuna watu wamekuja kutoka mashariki ya mbali, wanasema wameiona nyota yake. Maana yake anahitaji kupata uhakika wa habari za nyota katika maandiko matakatifu. Wakamwambia ni kweli iliandikwa, wanafahamu hayo maandiko matakatifu, lakini wakamhakikishia kwamba kama ndivyo imetukia, basi wasipoteze muda kumtafuta Yesu pale Yerusalemu, maana manabii hawajaelekeza kwamba Yesu atazaliwa Yerusalemu, lakini walishaandika kwamba Yesu atazaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi. Kwa hiyo Herode alipojiridhisha kumbe hizo habari ni za kweli za nyota na habari za kumtarajia Masihi ni za kweli, na kama hiyo nyota imeonekana ni kweli, lakini sasa mahali pa kuzaliwa si hapa Yerusalemu, ni katika maeneo ya Bethlehemu, ambapo si mbali kutoka Yerusalemu, ni mwendo wa maili 5 kutoka Yerusalemu kwenda Bethlehemu. Na maandiko yanaonyesha Herode akawaongoza akawafikisha mpaka Bethlehemu. Alipowafikisha Bethlehemu, ndipo anawaambia, shikeni njia mkaulize sana habari za mtoto, na mkisha kumwona na mimi mniletee habari ili niende kumsujudia. Na walipoachana na Herode, tumesoma kwamba ile nyota iliyokuwa imewapotea ikaonekana tena, na walipoiona wakafurahi furaha kubwa mno, na kisha ikaendelea kuwaongoza, ikafika mahali mtoto alipo, ikasimama, na wakaingia ndani ya ile nyumba, wakamkuta mtoto na mamaye, na kisha wakaanguka chini wakamsujudia. Na baada ya kumsujudia wakafungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu, uvumba na manemane. Hivi vitu vitatu tutavieleza baadaye. Sasa kwenye hii safari tunajifunza jambo gani lingine la tatu? Tunajifunza moyo wa upendo wa mamajusi kwa Yesu. Walikuwa na upendo kwa Mungu, walikuwa na upendo kwa Yesu Kristo. Kuianza safari ndefu ile, kama ambavyo tumekwisha kueleza, ni safari ambayo ilikuwa na hatari nyingi njiani, ilikuwa ni safari yenye uchovu. Basi tunasema ilikuwa ni kutoa sehemu ya uhai wao kwa ajili ya Kristo. Wasingekuwa tayari kutoa sehemu ya uhai wao kwa ajili ya Kristo kama wasingekuwa na upendo na Kristo. Na pia tendo la kufika na kumwona Yesu akiwa bado ni mtoto mdogo asiyeweza kuongea wala kufanya muujiza kwa wakati huo, bado wakaanguka chini wakamsujudia, ilionyesha upendo wao kwa Yesu Kristo. Lakini pia tendo la kuuliza pale Yerusalemu hadi wahakikisha wamepata hakika yuko wapi,
ilionyesha ni jinsi gani ni kitu walichokipenda. Hawakujali usumbufu na hatari za aina yoyote, lakini walihakikisha wanamuona Yesu, maana mioyo yao, shauku yao ilikuwa ni juu ya Yesu. Ndani ya mioyo yao alikuwa amejaa mtoto Yesu. Kwa hiyo ilionekana ni kwa kiasi gani wanampenda Yesu. Lakini kielelezo kingine cha kuonesha upendo wao kwa Yesu si tu ile gharama walioingia ya uchovu na hatari za njiani. Ukiangalia matoleo walioyatoa au zawadi walizozitoa zinaonesha upendo mkubwa, zinaonesha upendo mkubwa sana. Binafsi tangu nimezaliwa na kumpenda Yesu sijawahi kutoa sadaka ya dhahabu, labda kwa sababu sijawahi kumiliki dhahabu. Ndugu yangu walitoa dhahabu, walitoa uvumba na walitoa manemane, na kama ambavyo nimekwisha kueleza, nitavieleza baadaye kwamba dhahabu iliwakilisha nini na uvumba uliwakilisha nini na manemane iliwakilisha nini katika maana ya kiroho. Lakini vitu hivyo tu kivichukua tu katika hali ya kawaida, vyote vilikuwa ni vya thamani kubwa sana. Mapokeo ya mababa wanaonesha kwamba vile vitu vimetunzwa mpaka leo, kwamba alipokabidhiwa Mariamu alivitunza na baadaye akaviacha katika kanisa la kwanza pale Yerusalemu vikatunzwa, na baadaye viliweza kuhamishwa kutoka kanisa la Yerusalemu vikapelekwa kwenye kanisa moja kathedro kubwa kule Ugiriki, ndiko vikawa vimetunzwa mpaka leo, kwamba ule uvumba bado una harufu ile ile, ile manemane bado iko vile vile, na ile dhahabu bado iko vile vile, na ni dhahabu kubwa na zenye thamani kubwa, ni gramu nyingi zile dhahabu ambazo zilitolewa. Kwa hiyo kutoa vitu vya namna ile vyenye thamani ile, aisee, ni upendo, ni upendo. Na wewe kama mimi yawezekana, au labda wewe ni tofauti kidogo, unafahamu ni kwa jinsi gani unampenda Kristo, unafahamu ni kwa jinsi gani unampenda Yesu Kristo. Hebu niambie au jiambie nafsi yako, umewahi kutoa kitu gani cha thamani kwa ajili ya Kristo? Ukasema kwa kweli hiki kitu nakipenda, lakini kwa sababu ya Kristo ninakitoa. Ni kitu gani umetoa? Sisemi watu wote hawatoi. Kuna watu wanatoa kwa kweli, hata kama hawajafikia level ya mamajusi, lakini wametoa. Na yawezekana pia wengine wametoa zaidi ya mamajusi, kwa sababu yawezekana wametoa vitu vyote walivyokuwa navyo. Sawa, Lakini je, wewe umewahi kutoa nini cha thamani? Au moyo wako una utayari wa kutoa kiasi gani kwa ajili ya Kristo? Je, umetoa dhahabu ya kiasi gani? Umetoa madini ya aina gani kwa ajili ya Kristo ulipoyapata? Au umewahi kutoa mali za aina gani kwa ajili ya Kristo katika hizo ambazo umewahi kupata? Na hata sasa unawaza kutoa nini kwa ajili ya Kristo? Angalia, kuna mahitaji mengi ya Injili, kuna mahitaji mengi kwa ajili ya kanisa, kuna mahitaji mengi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Lakini hebu angalia, umewahi kutoa nini? Angalia, unaishi kwenye nyumba nzuri, yawezekana sio mpangaji kama watu wengine, ni nyumba nzuri ya thamani kubwa, lakini yawezekana kanisa unalosali bado ni kanisa ambalo liko dhaifu sana, ni kanisa ambalo linahitaji marekebisho mengi, ni kanisa ambalo linahitaji ujenzi mkubwa. Lakini yawezekana pia si tu ujenzi, yawezekana hata nyumba mnayosalia ni ya kukodisha, mmepanga, lakini wewe una nyumba zaidi ya moja, una viwanja vingi sana, lakini bado hujawahi kuguswa hata kutoa chochote kwa ajili ya Mungu, ili kuondoa aibu ya watu wa Mungu kupanga katika nyumba zao za ibada, ili kuwatoa watu wa Mungu kuabudia kwenye hilo hema, hilo banda mnaloabudia, kutoa ili mtoke chini ya huo mti mnapoabudia, au mtoke kwenye hilo jengo la mabati yaliyochoka used mnapoabudia. Ndugu yangu, unawaza nini? Moyo wako wa kujitoa kwa Kristo ni wa kiasi gani? Watazame mamajusi, watazame hao mamajusi. Unahisi wangeweza kuruhusu kweli Yesu Kristo abudie kwenye jengo la mabati? Wangeweza kuruhusu Yesu na kanisa lake waabudie katika nyumba ya kupanga? Unahisi wangeweza kuruhusu injili iende kwa hali ya kusuasua kama wanachokutoa kwa ajili ya injili? Mimi naamini hawa watu walikuwa na utayari wa kutoa vitu vingi sana, kama walikuwa tayari kutoa sehemu ya uhai wao, maana walihatarisha uhai wao katika safari ile, na kama walikuwa tayari kutoa hadi dhahabu kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ninaamini hakuna kitu ambacho wangeweza kukaa nacho au kumnyima Mungu kwa ajili ya shughuli zake. Hii ni changamoto tunayojifunza, ni changamoto kwetu kanisa la leo. Lakini mamajusi wametupa kielelezo
cha utumishi wao kwa Yesu Kristo. Wametupa kielelezo cha upendo wao kwa Mungu. Hawakumpenda tu Mungu kwa maneno, walimpenda kwa vitendo, walimpenda kwa mali zao, walimpenda kwa moyo wa dhati. Unaona jinsi tu walivyoanguka na kusujudu, walionyesha upendo. Wewe ni mara ngapi ukiwa katika uwepo wa Bwana umeanguka na kuabudu? Ni mara ngapi unaposema sasa naenda mbele za Bwana umeonyesha hali ya unyenyekevu mkubwa? Mbona wakati mwingine tu yawezekana unasali huku una chati na simu tu? Mbona wakati mwingine unaomba huku unashangaa watu wengine wanaombaje? Ni kwa namna gani umeonyesha seriousness, yani kwamba hali ya kumaanisha, hali ya kuonyesha moyo wako kwamba umeuachilia kwa Kristo, kwamba ni upendo wako kwa hali zote, kama neno la Mungu linavyotuelekeza kwamba tumpende Mungu kwa moyo wetu wote, kwa akili zetu zote, kwa nguvu zetu zote, kwa moyo wetu wote, yani kwa muda wetu. Unampendaje Mungu? Napoenda kuhitimisha sehemu hii ya 5, ninatamani nikukumbushe kwamba una deni na Mungu, na anachokudai Mungu ni upendo wako. Mungu anakudai upendo. Hata jirani yako anakudai upendo. Kanisa lako linakudai upendo. Jirani yako anakudai upendo. Wazazi wako wanakudai upendo. Mwenzi wa ndoa yako anakudai upendo. Jamii inayokuzunguka inakudai upendo. Mazingira tuliyo nayo yanakudai upendo, na zaidi ufalme wa Mungu unakudai upendo. Deni la upendo ni deni ambalo tunadaiwa, na maandiko yanasema usiwiwe na mtu chochote isipokuwa upendo. Ndugu yangu, unanidai upendo na mimi ninakudai upendo. Unampendaje Mungu kwa mali zako? Je, mimi nampendaje Mungu kwa mali zangu? Unampendaje Mungu kwa muda wako? Mbona muda wako wewe na Mungu umekuwa ni wakusuasua? Tangu Januari mpaka sasa, ni lini umetenga japo siku moja kwamba hii siku naiweka wakfu kwa ajili ya mimi kuwa na faragha na Mungu? Mbona siku zote uko busy sana, uko busy sana? Mbona ibada za Jumapili unachelewa kanisani? Kama unampenda Mungu kwa moyo wako wote, mbona hata unapochelewa wala moyo wako hauumi wala ushangai? Mbona hata ibada za katikati ya wiki, ushiriki na wenzako, upatikanaji wako umekuwa ni mgumu sana? Upendo wako na Mungu ni kiasi gani? Mbona unasema hauna muda kabisa? Mbona unasema umeshikwa sana na mambo mengi sana? Unajua maana ya kusema hauna muda? Muda ni ule ule, tangu asubuhi mpaka jioni, muda ni ule ule. Unasemaje hauna muda? Maana yake, lugha nyingine ya kusema huna muda, unasema hivi: nina mambo mengi ya lazima kwangu kuliko hayo. Nina mambo mengi kwangu yanayonilipa zaidi kuliko hayo. Kuna mambo mengi ya umuhimu zaidi kuliko hayo ya ibada. Ndio tafsiri ya kusema sina muda. Lakini lile ambalo ni la maana zaidi ndilo linalolipa nafasi. Kwa hiyo lile ambalo lina umuhimu fulani unaoshuka chini ndio utalifanya la mwishoni. Kila siku kile ambacho unakiona ndicho cha umuhimu zaidi ndicho unachokipa muda. Kile ambacho moyo wako umekibeba ndicho unachokipa muda. Kile ambacho moyo wako umekipenda ndicho unachokigharimia. Je, unahisi moyoni mwako ni vitu gani vimekaa zaidi? Ni vitu gani vina nafasi kubwa? Ni vitu gani vimechukua space kubwa ambavyo ukijihukumu mwenyewe unaona kabisa moyoni mwangu pamejaa kitu gani? Wengine mioyoni mwao pamejaa waume zao, wengine mioyoni mwao pamejaa wake zao, wengine katika mioyo yao pamejaa maduka yao, wengine katika mioyo yao pamejaa magari yao, wengine katika mioyo yao pamejaa biashara zao, wengine katika mioyo yao pamejaa position zao, vyeo vyao, wengine mioyoni mwao pamejaa mali zao. Lakini nakushauri kupitia kielelezo hiki cha mamajusi, moyoni mwako ajaye Yesu, moyoni mwako ajaye Mungu aliyekuumba. Hebu upendo wetu turejeshe kwa Mungu. Mamajusi walionyesha upendo wao kwa Mungu kwa gharama kubwa, na sisi inatupasa tujifunze kwao, tutende kama wao, tuishi maisha mazuri ya kumpenda Mungu, ya kuipenda kazi yake. Ni imani yangu kwamba ndugu yangu, yawezekana upendo wako ule wa kwanza uliokuwa nao katika Kristo umepungua. Hapo zamani ukikosa ibada ulikuwa unapata shida sana. Hapo zamani ukimaliza mwezi bila kufanya maombi ya kufunga kwa ajili ya Mungu ulikuwa unapata shida sana. Hapo zamani ukimaliza wiki hujasoma Biblia ulikuwa unapata shida sana. Hapo zamani ukimaliza siku hujasoma Biblia ulikuwa unajisikia vibaya sana. Hapo zamani ukimaliza wiki hujafanya kitu kwa ajili ya Mungu
ulikuwa unajisikia vibaya sana. Hapo zamani ulikuwa unawaza nifanye nini kwa ajili ya Mungu, lakini sasa mambo yamebadilika. Kila wakati umejaa manunguniko, kila wakati unahisi mambo yamebadilika, kila wakati wewe unamdai Mungu tu, amekuacha, hajakufanyia jambo lolote. Haikuwa hivyo wakati unampa Yesu maisha yako. Ulitamani Yesu atawale kila kitu katika maisha yako, na kushauri urejee katika ule msingi wa awali, urejee katika ile nguzo ya upendo ya awali ambayo ilikuwa imeushika moyo wako. Kumbuka, ukatengeneze. Turejee tena tumpende Mungu kwa akili zetu zote, kwa nguvu zetu zote, kwa moyo wetu wote. Ni imani yangu kwamba utazidi kufanya hivyo. Fanya hivyo mpendwa wangu, na sisi tufanye hivyo. Mungu wetu ni mwaminifu, atazidi kutukumbuka, atazidi kuyakumbuka mahitaji yetu, atazidi kusumbukia haja zetu, na hata tuacha na wala hatatupungukia. Asante kwa kunisikiliza katika habari hii. Mungu ni upendo na anatupenda. Baada ya kuyasema hayo, mteule wa Bwana, ni kuombe, chukua hatua, fanya kwa vitendo kama ambavyo mamajusi walifanya kwa vitendo. Tukutane tena katika darasa litakalofuata baada ya mapumziko tena. Tuna kitu kingine tena cha kujifunza kupitia mamajusi. Bado kuna vitu kadhaa vya kujifunza kupitia mamajusi, na sitovimaliza vyote, siahidi hivyo, lakini viko vingi tutajifunza katika somo hili linaloendelea katika darasa letu huru. Na Mungu akubariki kwa kunisikiliza. Ni mimi mtumishi na mtendakazi pamoja na wewe katika kujenga ufalme wa Mungu, Mchungaji Kachemli Taragu, nikikuomba ushare ujumbe huu kwa watu wengine. Usisahau kusubscribe, usisahau comment chochote, usisahau kulike, usisahau kutuambia unatusikiliza na unatufuatilia ukiwa uko wapi. Na Mungu akubariki sana kwa kuwa mwaminifu kwa kuyafanya hayo. Na Mungu akubariki, akutane na haja yako. Nami nakuombea baraka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtazame mtoto wako huyu ambaye upendo wake wa kwanza umepotea. Mwenyewe amejifahamu kwamba yako mambo mengi yamepungua ndani yake, sivyo alivyokuwa hapo awali. Kuna kitu kimepungua, lakini anatamani kurejea katika juhudi zake zile, anatamani kurejea katika morali yake ile, anatamani kurejea katika upendo ule wa kwanza. Mungu, ninaomba rehema zako ziwe nyingi juu yake, na umpe nafasi ya kurejea. Bwana, umkumbuke na umtendee jambo jipya. Nina imani kwamba Bwana, ukimkumbuka tena, ukimgusa tena, atasimama kama chombo chako, ayatende mapenzi yako na kuzalia matunda. Ninaomba Mungu nikimbariki kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Na Mungu akubariki kwa sala hiyo.